Shalom, naitwa David Sima. Karibu sana kwenye channel yangu ya YouTube. Na kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza, basi hakikisha una subscribe hapo chini ili uweze kuwa wa kwanza kupata masomo na mafundisho haya pindi tu ninapoyaweka hapa. Tunaendelea na masomo yetu katika mahusiano, ndoa na neno la Mungu. Na leo tutakuwa na somo kwa habari ya mahusiano. Na somo letu linasema kama ana dalili hizi 5 basi usifunge naye ndoa. Kama mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano au unataka kuanza naye mahusiano ana dalili hizi 5 basi usifunge naye ndoa. Na dalili ya kwanza inasema kama ana tabia ambazo hutaweza kuzivumilia kwenye ndoa. Mfano, ukagundua mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano ana tabia ambazo kama ukizikuta kwenye ndoa hautaweza kuzivumilia. Kwa mfano, upo kwenye mahusiano na mtu ambaye ni mlevi na wewe upendi mtu mlevi, na unafahamu kabisa kama akiendelea kuwa mlevi kwenye ndoa nitamuacha, sitaweza kuendelea naye. Ni bora ukaachana na mtu huyo ili ujiepushe na ndoa ya maumivu na ndoa ya vilio kila siku. Tabia yoyote ile ambayo utaiona kwenye ndoa na hutaweza kuivumilia, ni bora mtu huyo umuache kuliko uingie kwenye ndoa ukutane nayo na bado ukaona ndoa ni chungu na ukaishia kuikimbia ndoa. Na dalili ya pili, kama haupo imani naye moja. Imani ni jambo la msingi kwa sababu imani hutuleta pamoja kwenye mahusiano na ndoa. Hivyo kama upo na mtu ambaye hamuamini katika kitu kimoja, ni bora umuache kabla ya kuingia kwenye ndoa. Kwa mfano, wewe unaamini Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini yeye haamini kama Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mtu huyu mkiingia naye kwenye ndoa lazima mtasumbuana, kwa sababu wewe wakati unaomba kwa jina la Yesu, yeye atakuwa anaenda kwa waganga wa kienyeji kutafuta suluhisho. Kwa hiyo itaondoa umoja, itavunja ule mshikamano wenu. Wakati unawaambia watoto wako, unawafundisha kwa habari ya kumjua Mungu, yeye anawafundisha kwa habari ya kuwategemea wanadamu na kwenda kwa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo angalia imani zenu ziwe zinaendana. Wewe unaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye anaamini au imani yake inaruhusu kuwa na mke hadi 4, na wakati wewe haukubaliani nalo au wewe hauko tayari kuwa mke wa pili au kuongezewa mke mwingine. Kwa hiyo angalia sana mambo haya ya imani. Ndoa nyingi zimevunjika na zimeharibika kwa sababu ya mambo ya imani. Na jambo la 3 ni usaliti. Upo kwenye mahusiano na mtu na ukagundua amekusaliti, yani ukagundua ya kwamba mpo kwenye mahusiano na ametoka na mwanamke au na mwanaume mwingine na wamelala naye, wamefanya dhambi, wamefanya tendo la ndoa, na wewe bado hujaingia naye kwenye ndoa. Ndugu yangu, ukigundua hivyo, hiyo ni dalili ya hatari, kwa sababu watu wengi ambao wanafanya usaliti kwenye mahusiano, hata kwenye ndoa wanafanya vivyo hivyo. Ukiangalia ndoa nyingi ambazo zina changamoto ya usaliti ndani ya ndoa, ukifuatilia vizuri utagundua hata kwenye mahusiano mtu huyu alikuwa ameshaanzisha tabia kama hizi, lakini tu alivumiliwa. Kwa hiyo kwenye mahusiano sio muda wa kusema navumilia. Umeona kitu ambacho ukielewi, chukua hatua, achana naye, kwa sababu mahusiano, uchumba sio ndoa. Kwa hiyo kama akifanya usaliti na ukajithibitishia hivyo, basi huyo usimpe nafasi ya kuendelea nayo. Utamsamehe na ataendelea na maisha yake. Kumsamehe haina maana kwamba utaendelea naye hadi kwenye ndoa. Unaweza ukamsamehe na bado ukamwambia endelea na maisha yako, wewe sio fungu langu. Na dalili ya 4, kama hayuko tayari, yani unamlazimisha. Nisikilize, usimlazimishe mtu
kuingia naye kwenye ndoa. Mfuate kama wewe ni mwanaume, mfuate huyo mdada kama amekuelewa, amekuelewa na amekukubali kwa moyo wake wote, sio kumlazimisha, sio amelazimishwa na wazazi wake na mchungaji wake. Usikubali kuingia kwenye ndoa na mtu ambaye amelazimishwa, kwa sababu kuna siku atakwambia, mimi nilikuwa sikupendi, niliamua tu kuingia na wewe kwenye ndoa ili nikuridhishe tu, au ili niwaridhishe wazazi wangu, au ili nimridhishe mchungaji wangu, lakini mimi sikukuchagua wewe. Kwa hiyo usikubali kuingia kwenye ndoa na mtu ambaye unamlazimisha. Hakikisha amekuelewa, amekukubali na amesema kweli, wewe ni wa kwangu na niko tayari kuingia na wewe kwenye ndoa. Hivyo hivyo na binti, usikubali kuingia na mwanaume kwenye ndoa ambaye haumkubali na humuelewi na hujamkubali kwa moyo wako wote. Ndoa ni maisha, huwezi kwenda kuishi na mtu maisha yako yote na haumkubali, ulimuonea tu huruma. Hakuna kuoneana huruma kwa habari ya mahusiano hadi ndoa. Mkubali mtu ambaye unaona atafaa kuwa na wewe kwenye ndoa na utakuwa na furaha na yeye, sio tu kwa sababu ulilazimishwa. Na dalili ya 5 na ya mwisho, kama hana hofu ya Mungu. Usikubali kuingia na mtu kwenye ndoa ambaye hana hofu ya Mungu, hamjui Mungu, yani ndani yake hakuna Mungu. Mtu huyu atakufanya ubaya wowote muda wowote ule. Tunafahamu ya kwamba unapokuwa na hofu ya Mungu inakuzuia kutenda mambo mabaya, inakuzuia kumtenda mwenzako ubaya. Kwa hiyo ndugu yangu, tumekuwa tukiona matukio mengi ya kikatili. Unashangaa mara mke alimuua mume, mara mume kamuua mke, kwa sababu watu hawa, aidha mtu mmoja aliingia kwenye ndoa na mtu ambaye hana Mungu, hana hofu ya Mungu. Mtu mwenye hofu ya Mungu hawezi kukutenda mabaya, kwa sababu anafahamu kufanya kitu kibaya kwa mwenza wake ni dhambi. Hatofanya sio kwa sababu anakuogopa wewe, hatakusaliti sio kwa sababu anakuogopa wewe, bali hatakusaliti wala hatakupiga wala kufanyia kitu kibaya kwa sababu anamwogopa Mungu. Kwa sababu mtu akiamua kusaliti, anaweza kusaliti na akajificha na usimkamate, lakini kama huyo mtu ana hofu ya Mungu hawezi kufanya hivyo, kwa sababu anaogopa ni dhambi, anaogopa kumtenda Mungu dhambi, sio wewe. Hivyo yazingatie mambo haya. Lakini nimekuandikia kitabu cha jinsi ya kudumisha mahusiano kufikia kwenye ndoa. Kama bado hujapata nakala yako, basi nikukaribishe. Kitabu ni shilingi 25,000 tu, unapata kopi yako. Unaweza kutafuta kwa namba 0769656722, utapata kopi yako popote pale Tanzania. Mungu akubariki sana. Karibu sana.